Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Msalum Japan kukuletea habari za kitaifa, na hapo baadaye nitakujuza tuko na nani katika habari za kimataifa. Lakini kabla yote mtazamaji, tunaanza na mukhtasari wa yale nitakayo kuwasilishia siku hii leo. Watanzania walio nje ya nchi wawezeshwa kuwekeza kwenye Zanzibar Sukuk kwa njia ya dola. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ataka misaada iliyotolewa kwa waathirika wa mafuriko ifike kwa walengwa. Na katika habari za kimataifa, SADC yaamua kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tulianze kapu la habari kitaifa, na tunaanzia huko katika visiwa vya Marasha, karafuu na uchumi wa buluu huko visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa rai kwa wananchi kuendelea kujiunga na kuwekeza katika hati fungani ya Zanzibar Sukuk ili kupata faida ya halali. Tupate taarifa zaidi. Rais Dr. Mwinyi ametoa rai hiyo alipojumuika na wananchi katika futari iliyoandaliwa na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ. Dr. Mwinyi amesema kwa kufanya hivyo serikali itapata fedha za kuendeleza miradi ya maendeleo kwa kuwa na fedha ya uhakika, huku wananchi wakipata faida halali. Sisi wengi wetu tulikuwa tunaziweka tu fedha zetu benki, lakini hazikuwa zinapata faida, au faida iliyokuwa inapatikana si hii faida halali tunayoitaka. Sasa alhamdulillah limekuja wazo hili na ambalo limeshatekelezwa la kutuwekea fedha zetu tukapata faida ya halali. Hakuna sababu hata moja kwa nini sote tusijiunge katika Sukuk. Katika kutanua wigo kwa watu wengi zaidi kuwekeza kwenye hati fungani hiyo, hususan kwa Watanzania wanaoishi nje ya nchi, serikali imezingatia wazo la kuwekeza katika Sukuk kwa dola. Nilipewa taarifa na baadhi ya watu wakanambia, bwana, sisi wengine tuna dola na hatutaki kuzichange ziwe shilingi kwa sababu tuna wasiwasi ya kupoteza thamani. Kwa hivyo kama hii Sukuk ingekuwa kwa dola basi tungejiunga. Sasa hilo jambo tumelifanyia kazi na nimepewa taarifa kwamba sasa hata kwa dola utapokea na utapata faida ambayo wahusika wataitangaza ili watu waweze kuweka fedha zao, iwe shilingi au iwe dola, kwenye Sukuk upate faida ya halali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ Arafat Haji amewahakikishia wananchi kupata huduma bora zinazokidhi mahitaji. Kwa niaba ya uongozi mzima wa Benki ya Watu wa Zanzibar, tunawashukuru kwa kuendelea kutuamini. Tunawashukuru kwa kuendelea kufanya biashara na benki yenu hii ya PBZ. Na sisi kama benkazi wenu, ahadi yetu ni kuendelea kuwapa huduma zilizobora, huduma ambazo zitakidhi mahitaji ya biashara zenu, na tutakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha changamoto za kibiashara ambazo mnazo zinazohitaji ufumbuzi wa kibenki, basi suluhisho pekee liwe benki yetu ya Watu wa Zanzibar.
Naam, tunatoka sasa huko visiwani Zanzibar, mtazamaji, moja kwa moja hivi sasa turejee Tanzania bara, tukielekea huko jijini Dar es Salaam ambako kaya zaidi ya 1000 katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani zimefikiwa na sadaka ya iftari iliyotolewa na taasisi ya Turki Diyanet Yakfi nchini Uturuki ili kurahisisha upatikanaji wa futari na daku katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa watu wenye uhitaji. Hilal Seifriam anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Sadaka hiyo ya bidhaa za vyakula iliyojumuisha mchele, sukari, maharage, mafuta na ngano imetolewa kwa Waislamu wenye uhitaji katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo wanufaika wameziomba taasisi nyingine kuwatazama kwa jicho la karibu hata mara baada ya mwezi wa Ramadhani. Mimi naitwa Rajab Shamte Mtawangala. Nashukuru kwa mbunge wetu na nashukuru watu wote kutusaidia msaada huu. Sisi hatuna mengi, tunawapongeza mwaka huu mpaka mwakani. Watusaidia kwa hai mzima kujalia salama. Watusaidie kama wanavyotusaidia hivi. Hali kama hivi ninavyoona tu hali ngumu. Ishatokea kuja kutusaidia wazazi wake. Tunamshukuru na Mungu atupe imani na moyo huu. Watu tuongezewe zaidi hapa tulipopata. Tunashukuru sana. Mwaka mwingine uje zaidi ya hivi. Akizungumza katika utoaji wa sadaka hiyo, msimamizi wa taasisi ya Diyanet Ilyas Bulut amesema sadaka hiyo imetoka kwa wananchi wa Uturuki kwa ndugu zao Waislamu wa Tanzania. Alhamdulillah, we have started to distribute 500 food package in Ikwiriri behind me. During this Ramadan program in Gul, Tanzania, we have distributed 3,000 food package to the Tanzanian brothers and sisters. As Turkey Diyanet Foundation, we keep doing this kind of activities all years. During all year, we keep doing it. We have many water wells. We have making slaughter in all around the Tanzania. Just like last year, we have slaughtered more than 5,000 cattle. This year, we are planning to do so. It's because the Turkey, your brothers and sisters who lives in Turkey, they really care about you. They really care about their Muslim brothers and sisters. So, inshallah, if Allah gives us opportunity, we will be here more and more. Kwa upande wake, mratibu wa zoezi hilo hapa Tanzania, Said Omari Mnyeke, amesema programu hiyo hufanyika kila mwaka katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kusaidia kaya zenye uhitaji. Mbali na programu hii, ndugu zetu hawa wamejitahidi na kiukweli kila mwaka tunakuwa nao. Sisi ni wasimamizi tu, lakini wao wanatuletea hii misaada kwa kadri tunavyoiomba kutoka kwao. Na mwaka huu pamoja na kurbani, pamoja na visima ambavyo tunavichimba katika nchi nzima, lakini mwaka huu pia tutaenda kuchinja ng'ombe nyingi. Mwaka jana zilikuwa zaidi ya 6,500, lakini mwaka huu zinaenda kuwa nyingi zaidi. Na hizi project kwa hapa na kwa leo siku karibu ya 6 ya Ramadhani ndio tukio hili linaenda kufika mwisho. Maeneo yaliyofikiwa na sadaka hiyo ya iftari kutoka taasisi ya Turkia Diyanet Yakfi ya nchini Uturuki ni pamoja na wilaya za Kigamboni, Mkuranga, Ikwiriri na Kibaha. Na mtazamaji, hivi sasa tutoke sasa huko jijini Dar es Salaam moja kwa moja tuelekee huko mkoani Mtwara ambako mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ametoa wito juu ya misaada iliyotolewa na serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa na ile ya wadau mbalimbali kuhakikisha inawafikia walengwa waliokusudiwa. Hilal Seifriam anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Kanali Sawala ametoa kauli hiyo katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mtwara mara baada ya kupokea vifaa kwa ajili ya waathirika wa mafuriko yaliyotokea mkoani hapa, eneo la manispaa ya Mtwara Mikindani likitajwa kuathirika zaidi, ambapo zaidi ya watu 900 walipata madhara mbalimbali ikiwemo upotevu wa mali. Hii misaada ambayo imeletwa na serikali yetu kwa ajili ya wananchi wetu na misaada iliyotolewa na wadau ni vizuri sasa iende kagawiwe. Tuende tukaigawe kwa wale waliopata madhara yale kulingana na utaratibu ulivyo. Kwa utaratibu ambao ni mzuri bila kuwa na tatizo lolote, na mimi nimeratibiwa vizuri. Twende tukatoe ili wananchi wetu waweze kurudi katika hali ya kawaida. Kasimamie wananchi wetu kuhakikisha wanapata elimu nzuri ya kurekebisha miundombinu yao ya nyumba zao ziendelee kuwa imara ili madhara kama haya yasijitokeze tena.
Sambamba na hayo, mkuu huyu wa mkoa wa Mtwara amesema serikali itaendelea kuzishika mkono familia zilizoathiriwa na mafuriko hayo. Ile barua, majibu ya barua ambayo ulielekeza kutoka kwenye ofisi yako iandikwe kwa ofisi ya waziri mkuu, na baadhi ya vitu ambavyo vimekuja viko hapa mbele yetu. Na kikubwa zaidi ambacho tunakisema, tunawashukuru sana pia. Tumepokea ile misaada, na mwisho wa siku mara baada hivyo kaelekeza kwamba leo uje nawe uishuhudie uione. Serikali awamu ya 6 ni serikali sikivu, serikali inayowajali Watanzania, inayowajali watu wake. Wametuletea misaada kuwashika mkono na kusaidia zile familia ambazo zimepata athari. Nitumie fursa hii kwa niaba ya wanamtwara kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa moyo huu wa upendo mkubwa kwa Watanzania, kwa wanamtwara. Sisi wanamtwara tunamwaahidi kuendelea kumuunga mkono. Akizungumza kwa niaba ya madiwani wa kata zilizoathiriwa na mafuriko hayo, diwani wa kata ya Shangani Fanikio Chijinga ametoa wito kwa serikali kuyatibu maji yanayotuama ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Sehemu kubwa maeneo yetu yanatuama maji. Basi ni wakati sahihi sasa wa kwenda kuyatibu yale maji, kwa maana ya kuwafanyia fumigation ili kuweza kukabiliana na magonjwa mbalimbali ya mlipuko, lakini pia ikiwepo malaria, kwa sababu tunaamini kwenye mkusanyiko wa maji ndio mazalia ya mbu. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi waendelee kuchukua hatua mbalimbali, hasa kipindi hiki cha masika ambapo mvua nyingi zinaendelea kunyesha. Mfano juzi mvua kubwa imenyesha. Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari, lakini ikiwa pamoja pia na kuimarisha majumba yetu ambayo tunayajenga. Tusijenge nyumba kawaida, tujenge nyumba ambayo kidogo itaweza kuhimili hizi changamoto mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi. Na shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mtwara. Mtazamaji, hivi sasa tunarejea hapa kanda ya Ziwa tukielekea huko mkoani Mara, ambako shilingi bilioni 19 zilizotolewa na serikali kuimarisha ujenzi wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya kumbukizi ya Mwalimu Julius Nyerere zimewezesha wananchi mkoani Mara kuondokana na kusafiri umbali mrefu na kutumia gharama kubwa kufuata huduma za kibingwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando jijini Mwanza. Saad Suleiman anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Amebainisha hayo naibu waziri wa afya katika ziara ya kamati ya kudumu ya bunge afya na masuala ya ukimwi iliyofika kukagua utoaji huduma katika hospitali hiyo. Hospitali imekwama toka mwaka 1975. Amekuja rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameikwamua, na leo mmesikia kwamba kulikuwa na watu zaidi 6,400 walitakiwa waende kupata huduma Mwanza Bugando. Lakini 5,400 wametibiwa hapa, 932 ndio waliokwenda tu kutibiwa Bugando. Kwa maana ya kwamba kuna watu wa mkoa wa Mara zaidi ya 5,400 walitakiwa waende kutafuta huduma nje ya mkoa wao, wamebaki ndani ya mkoa wao. Mbali na wananchi mkoani Mara kuanza kunufaika na utoaji huduma ya hospitali ya kumbukumbu Mwalimu Nyerere, lakini bado maboresho na matengenezo ya majengo yanaendelea kwa awamu. Mradi huu umekuwa ukitekelezwa kwa awamu na sasa tuko awamu ya 5. Awamu ya kwanza ambayo ilifanyika kwa nguvu za wananchi iligharimu kiasi cha shilingi milioni 84.5. Awamu ya pili ambayo ilitekelezwa chini ya katibu tawala mkoa wa Mara kati ya mwaka 2011 mpaka 2018 iligharimu kiasi cha bilioni 7.5. Awamu ya tatu ilitekelezwa kati ya mwaka 2018 na 2019 iligharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.1. Awamu ya 4 ambayo ilifanyika kati ya mwaka 2019 mpaka 2023 iligharimu kiasi cha shilingi bilioni 15, na awamu ya 5 ambayo tuko sasa inatarajia kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 18.8, na hadi sasa mkandarasi ameshalipa bilioni 4. Katika kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma, kumekuwa na mfumo wa rufaa umeimarishwa, ikiwemo ile huduma ya mama, lakini vile vile serikali imeweza kutoa na kuongeza magari 35 yakiwemo ambulances kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha huduma za usafiri. Akitoa taarifa ya upatikanaji wa huduma za afya mkoani humo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema kwa sasa hali inazidi kuimarika, wananchi wakipata huduma karibu na makazi yao. Huduma za madaktari bingwa ambazo mwananchi wa kawaida alipaswa kwenda kuzipata Muhimbili, anazipata katika hospitali ya wilaya. Huduma imempata. Afya
Kwa kweli mama ametufanyia mambo ambayo tunastahili kulipa. Hilo ni deni, na sisi tuahidi tu kwamba tutaonyesha kweli kwamba Wanamara tuna fadhila. Mafanikio unayoyaona kwenye ushauri wa serikali ndio vitu hivi unavyoviona. Yaani kazi inayofanyika ya kumsaidia rais nchi mzima ni kamati hii unayoiona. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuwapongeza hii kamati. Na mtazamaji, hivi sasa tunahitimisha kapu la habari kitaifa kwa kurejea tena katika visiwa vya Marasha, karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja, ambako suala la kufuata sheria za kazi ikiwemo usalama na afya pahala pa kazi pamoja na maslahi ya waajiriwa inatajwa kuwa bado ni changamoto kufuatia waajiri wengi katika sekta binafsi visiwani Zanzibar hawazingatii sheria hiyo. Rajab Shaban Matuga anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Kada za elimu, ulinzi, ujenzi na usafi zimetajwa kuwa ni sekta zinazoongoza kuwa na malalamiko ya waajiriwa dhidi ya waajiri wao. Hizi sekta zina changamoto kubwa sana katika utekelezaji wa sheria za kazi, hususan katika utoaji wa mikataba, katika ulipaji sahihi wa vima vya mishahara, katika kusimamia ule utaratibu mzima ule wa zile sheria na kutoa haki pamoja na maslahi ya wafanyakazi kwa jumla. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, unafanyika mkutano wa siku moja ili kutoa elimu kwa waajiri na waajiriwa kuhusu namna kufuata sheria za kazi kuhakikisha maslahi ya pande zote mbili. Sasa tumekuja na mfumo wa kukaa pamoja sasa katika kueleweshana na kujua changamoto ni nini na kuweza kuzitatua hizo changamoto zao. Na tunakutana kwa pamoja tukiwaingiza na wamiliki wa hizi sekta. Matarajio ni kwenda kutekelezwa kwa usahihi haki na maslahi na hizi taratibu za kazi. Walimu walalamika sana, na ukiangalia sasa hivi chini ya awamu hii ya 8 sekta ya elimu ni sekta ambayo ni miongoni mwa sekta ambazo zimepewa kipaumbele sana hata katika upande wa bajeti. Na walimu ni unaweza kusema ndio mzizi wa ukuaji wa uchumi na mazingira yote kwa ujumla. Matumaini ya serikali baada ya mafunzo hayo ni kuona mambo yanakwenda kubadilika na kufuatwa kwa sheria za kazi kwa maslahi mapana ya pande zote mbili, yani mwajiri na mwajiriwa. Yametusaidia walimu kujua namna gani tunaweza tukafanya kazi au tukakaa pamoja na wenzetu kwa kufuata sheria za nchi zinavyotakiwa. Migogoro kazini ni kweli imo, kuna wafanyakazi ambao wanaweza wakasimamishwa kazi bila ya kuwepo na taratibu maalum. Lakini ili kuondoa matatizo hayo ni lazima yule anayeajiriwa awe na mkataba. Yule ndani ya mkataba ndio utakayosema huyu ameajiriwa kwa uwezo gani, kiwango gani na kwa muda gani. Kwa hiyo akiwa mkataba upo, migogoro itaondoka. Wizara ya waajiri wamefanya jambo muhimu na jambo bora, kwa sababu inaweza kutusaidia sisi waajiriwa, kwa sababu kuna mambo mengi yanatokezea katika ufanyaji wa kazi. Kwa hiyo wanapoweka hii mkataba yanaturahisishia sisi na yanatutetea sisi waajiriwa. Mafunzo hayo ya siku moja yamewalenga zaidi waajiri, wamiliki na waajiriwa kutoka shule binafsi zilizopo wilaya ya Mjini, mkoa wa Kaskazini Unguja. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Unguja iliyosimuliwa hapa studio naye Rajab Shaban Matuga, ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakujuza tulikuwa na nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Idhaa
mazingira bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe ambaye uko nami hivi sasa. Kipindi hewani ni kapu la habari, na hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa kama zilivyonayo akhi Saad Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waandishi wa habari kadhaa wamepigwa, kukamatwa na vifaa vyao kuharibiwa na vikosi vya usalama walipokuwa kiripoti uchaguzi mdogo uliogubikwa na ghasia. Viongozi wa mashirika ya wanahabari nchini pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari wamelaani vikali vitendo hivyo, wakitaka serikali iwajibike kwa hujuma, hasara na udhalilishaji uliotekelezwa na vyombo vya usalama. Baadhi ya wadau wanadai kuwa hujuma hizi dhidi ya wanahabari huenda zimechochewa na mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwanawe Rais Yoweri Museveni. Vurugu na rabsha hizo katika uchaguzi mdogo eneo la bunge mitaa ya Kawempe ya kaskazini zimeendelea kushuhudiwa tangu Februari 2 kulipofanyika uchaguzi. Uchaguzi wa wagombea ulifanyika kujaza nafasi iliyoacha wazi na mbunge wa chama kikuu cha upinzani National Unity Platform NUP kinachoongozwa na Robert maarufu kama Bobi Wine. Machi 14 ambayo ni siku ya uchaguzi, wanahabari walitaraji utulivu, hasa baada ya polisi na taasisi za serikali kulaani vikali machafuko yaliyojitokeza wakati wa kampeni. Hata hivyo, wanajeshi na polisi walivamia mitaa wakiwa na silaha nzito na kuwaamuru wanahabari kutonasa matukio yoyote. Wanahabari wameeleza kuwa baadhi ya askari waliwapora simu na kamera zao na kuwaamuru waondoke. Hali hii imewafanya waandishi watatu kupotea bila kujulikana waliko. Picha zilizosambazwa mitandaoni zinaonyesha wanahabari waliovunjika mifupa na waliojeruhiwa wakikimbizwa hospitalini. Wanahabari waliposisitiza kuwa walikuwa wakitekeleza majukumu yao, mabishano yaliibuka na askari wakaanza kuwapiga na kuharibu vifaa vyao na hata kutoa baadhi yao. Baadhi ya waandishi walioponea wameeleza madhila waliopitia. Kwingineko, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema Urusi inaliunga mkono pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano nchini Ukraine, lakini vita hivyo haviwezi kusitishwa hadi masharti kadhaa muhimu yatatuliwe na kufafanuliwa. Putin amewaambia waandishi wa habari katika ikulu ya Kremlin kwamba wanakubaliana na mapendekezo ya kusitisha uhasama na kuongeza kuwa wazo hilo liko sawa na wachaliunga mkono. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Urusi amesema usitishaji huo unapaswa kupelekea amani ya muda mrefu pamoja na kushughulikia sababu za kimsingi za mgogoro huo. Putin ameongeza kuwa anataka Ukraine ifutilie mbali azima yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO, Urusi kujidhibiti kikamilifu maeneo manne ya Ukraine inayodai kuwa yake, pamoja na kupunguzwa kwa ukubwa wa jeshi la Ukraine. Pia ameweka wazi kuwa anataka vikwazo vya mataifa magharibi vilegezwe na uchaguzi wa rais kufanyika nchini Ukraine, sharti ambalo Ukraine imelitaja kuwa la mapema wakati ambapo sheria ya kijeshi inatumika. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kikanda ya kusini mwa Afrika SADC imeamua kuondosha wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi wa jumuiya hiyo ya wanachama 16 umepitishwa kwenye mkutano wa kilele waliokuwa wakijadili juu ya mgogoro huo wa mashariki mwa Kongo ambao umeshuhudiwa kwa karibu miongo mitatu, ukihusisha machafuko na mauaji ya mamilioni ya watu. Baada ya mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya mtandao, taarifa ya viongozi wa SADC iliyotolewa imesema wamekubaliana kufuta mamlaka ya vikosi na kuendelea kubakia nchini Kongo na kutoa maelekezo ya kuanza kwa awamu mpango wa kuondoka kwa wanajeshi wa kikosi hicho. Zaidi ya wanajeshi 12 wa kikosi hicho wameuawa katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Saad Suleiman, Mahasin TV.
Shukran sana Saad Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale yaliyokuwasilishia siku hii ya leo. Watanzania walio nje ya nchi wawezeshwa kuwekeza kwenye Zanzibar Sukuk kwa njia ya dola. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala ataka misaada iliyotolewa kwa waathirika wa mafuriko ifike kwa walengwa. Na katika habari za kimataifa, SADC yaamua kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada. Ni siku na wakati mwingine kama huu. Ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japan nikuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa naye akhi Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na hivi sasa mtazamaji, tujiunge na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuweza kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa, jina langu ni Ramadhan Omari. Na kwa kwanza tuangalie mfumo upepo, ambapo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wote wa bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya ziwa Tanganyika. Ilhali katika maeneo ya ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo anga bado endelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kati kuelekea kusini mwa nchi yetu pamoja na ukanda wa pwani. Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi fupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, Lindi, Mtwara, Ruvuma pamoja na Morogoro. Hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku leo matetu ni kwamba maeneo machache hususan yale yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda ya juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi. Kwa maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, kati mwa nchi yetu pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya nyanda ya juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua pamoja na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma pia tunatarajia mvua pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa wa Mwanza mvua na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo machache. Kilimanjaro mvua na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya mvua pamoja na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro mvua pamoja na ngurumo za radi inatarajiwa katika maeneo machache. Na kwa kumalizia, kwa mkoa wa Arusha tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Je, wajua kuwa mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yametimiza miaka 25? Ni robo karne hiyo baba. Al-Hikma Foundation tunakuletea washiriki kutoka mabara yote. Ni tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Tukutane kwa Mkapa. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue. Mashindano haya yamedhaminiwa na